Mwenyezi Mungu alipoumba ulimwengu, aliumba pia viumbe mbalimbali, ambapo baadhi ya viumbe wanapoonekana kwenye makazi ya wanadamu huwa wanamaanisha ujumbe ambao umejificha kwenye ulimwengu wa kiroho. Wapo viumbe ambao pindi wanapoonekana kwenye makazi ya mwanadamu ni ishara ya ujio wa mikosi na laana kwenye makazi ya wanadamu, lakini wapo baadhi ya viumbe pindi wanapoonekana kwenye makazi ya wanadamu huwa ni ishara ya bahati njema na utajiri unaokaribia kuja kwenye maisha ya mwanadamu. Ndani ya video hii nitakwenda kukuambia viumbe mbalimbali ambao ukiwaona kwenye makazi yako ni ishara ya bahati njema na utajiri vinakwenda kufunguka kwenye maisha yako. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Wafuatao ni viumbe mbalimbali ambao wanapoonekana kwenye makazi yako ni ishara ya bahati njema na utajiri ambao unakaribia kuja kwenye maisha yako. Namba 1, ndege wanaoingia ndani ya makazi yako. Miongoni mwa mambo ambayo lazima tuyakubali na kuyaweka akilini ni kuwa ndege ni viumbe ambao wanapenda kuishi kwenye miti na kwenye misitu mbalimbali ambayo ipo katika uso wa dunia. Ni nadra kumkuta ndege ameingia katika makazi ya mwanadamu, lakini kuna baadhi ya nyakati unaweza ukaingia katika nyumba yako ukakuta kuna ndege ameingia ndani kabisa ya nyumba yako na anarukaruka katika nyumba yako. Utakapomuona ndege ameingia kwenye makazi yako, usifunge milango na madirisha na kuanza kufikiria kumgeuza kitoweo, kwani ndege huyo anakuwa amekuletea ujumbe wa kiroho wa bahati mpya na baraka ambayo inakwenda kufunguka kwenye maisha yako. Ni wakati ambao unatakiwa kufanya ibada kwa Mwenyezi Mungu ili akakufungulie baraka na kukuletea bahati mpya katika maisha yako, kwani kuna muda ambao inawezekana ukawa unapitia mambo fulani magumu ambayo hautamani yaendelee kubaki kwenye maisha yako, lakini ghafla kuna ndege akaingia ndani ya nyumba yako. Huu ni wakati ambao unapewa ishara kuwa magumu ambayo unayapitia kwenye maisha yako yatakwenda kuondoka, na sasa ni mwanzo wa bahati mpya pamoja na baraka kufunguka kwenye maisha yako. Namba 2, njiwa mweupe kuonekana katika makazi yako. Kuna wakati njiwa mweupe anaweza akaanza kuonekana anazunguka kwenye makazi yako, na wakati mwingine anaweza akaingia katika makazi yako. Kitendo hiki kinapofanyika kwenye nyumba yako si kwa bahati mbaya, bali njiwa mwenye rangi nyeupe anakuwa amekuletea ujumbe wa kiroho. Kama nyumba yako ilikuwa imetawaliwa na migogoro, njiwa mweupe atakapoonekana kwenye makazi yako ni ishara ya amani ambayo inakuja kwenye nyumba yako. Lakini pia kama nyumba yako imetawaliwa na nguvu za kichawi, yani unapigana vita ya kiroho, njiwa mweupe atakapoonekana ni ishara ya ushindi dhidi ya nguvu mbaya za kichawi. Hivyo utakapomuona njiwa mweupe ameingia katika nyumba yako ama anazunguka katika nyumba yako katika hali isiyokuwa ya kawaida, ni ujumbe wa bahati njema, kuishinda nguvu ya kichawi, ulinzi wa kiroho pamoja na amani katika makazi yako. Ni wakati ambao unatakiwa kumuomba Mwenyezi Mungu ili akujalie vyote hivyo vikaweze kutimia kwa haraka katika maisha yako. Namba 3, paka mwenye rangi nyeupe ama mwenye rangi ya kijivu. Paka mwenye rangi nyeupe ama rangi ya kijivu pindi anapoonekana katika makazi yako ni paka ambaye amebeba ujumbe wa uvumilivu na ulinzi dhidi ya nguvu mbaya pamoja na bahati ya kifedha. Inawezekana kuna jambo gumu ambalo unalipitia katika maisha yako. Utakapomuona paka huyu ameingia kwenye nyumba yako ama anazunguka kwenye makazi yako, anakupa ujumbe kuwa endelea kuvumilia kidogo tu, ushindi wako unakuja. Lakini pia
Kama nyumba yako inatawaliwa na nguvu mbaya, yani kuna ushirikina unasumbua katika makazi yako, paka mwenye rangi nyeupe au rangi ya kijivu akionekana tu, ujue ni ulinzi dhidi ya nguvu mbaya ambazo zinaikabili nyumba yako, na paka huyu atakapoonekana ni ishara ya wazi kuwa nguvu mbaya zinakwenda kutoweka na katika nyumba yako nguvu nzuri zinakwenda kutawala. Lakini kama unapitia wakati mgumu wa kifedha, paka huyu atakapoonekana kwenye makazi yako ni ishara unakwenda kupata bahati ya fedha. Magumu ambayo unapitia yanakwenda kumalizika muda si mrefu. Ni wakati ambao unatakiwa kumlilia Mwenyezi Mungu. Fanya ibada kwa imani ya moyoni, muombe Mwenyezi Mungu akuondolee magumu ya kifedha ambayo unayapitia katika maisha yako. Namba 4, mbwa mwaminifu akionekana katika makazi yako. Kuna nyakati ambazo inawezekana kwenye makazi yako haujafuga mbwa, lakini ghafla kuna mbwa akatokea kwenye makazi yako, na mbwa huyo akawa ni kama amekuzoea, anakutii kwa kila kitu kana kwamba wewe ndiye mmiliki wake. Akawa mwaminifu kwako katika hali ambayo hauelewi imetokana na nini, kwani sote tunajua ili mbwa aweze kukuzoea lazima uishi naye kwa kipindi fulani, na katika kipindi chote hicho uwe unamjari kwa kumpa chakula na kuwa karibu naye. Lakini mbwa ikitokea umekutana naye na akakuzoea muda huo huo, akawa anakufuata na anakutii kwa kila kitu, jambo hilo si la kawaida. Ujue mbwa huyo amekuletea ujumbe wa kiroho. Mara nyingi mbwa huyo anapoonekana kwenye makazi yako anavuta bahati ya kifamilia pamoja na bahati ya uchumi pamoja na ulinzi wa kiroho. Mbwa ni ishara ya ulinzi, na ndiyo maana hata katika ulimwengu wa damu na nyama tunamtumia mbwa kama mlinzi wa makazi yetu. Hivyo mbwa wa aina hii atakapoonekana kwenye makazi yako, wala usimfukuze kwa sababu amebeba ujumbe ambao nimekuambia. Namba 5, ukiona nyuki wanatua katika madirisha ya makazi yako. Katika hali ya kawaida, nyuki ni wadudu ambao wanapenda kurukaruka na kutua katika maua. Lakini endapo utabaini kuna nyuki ambao wanatua katika madirisha yako katika hali isiyokuwa ya kawaida, ikiwa hakuna kitu chochote katika madirisha ya makazi yako ambacho kingeweza kuwavutia nyuki, kwa mfano sukari ama asali, basi ujue hao ni nyuki ambao wamekuletea ujumbe wa kiroho. Nyuki ambao wamekuja katika maeneo hayo kwenye makazi yako ni ishara ya mafanikio na neema katika kazi ambayo unaifanya. Inawezekana wewe ni mtu ambaye kuna kazi ambayo umekuwa unaifanya kwa siku nyingi sana, lakini kazi hiyo haijawahi kukunufaisha kwa chochote katika maisha yako. Unapokuwa unawaza hivyo, alafu ukaona nyuki wanatua katika dirisha la makazi yako, ni ishara ya kwamba kazi hiyo inakwenda kukupa mafanikio makubwa muda si mrefu. Namba 6, kipepeo akiingia katika makazi yako. Sote tunajua vipepeo ni wadudu ambao wanapenda kurukaruka katika maua. Ukiona kipepeo ameingia katika makazi yako, usimuue wala usimfukuze katika makazi yako. Ni mdudu ambaye anakuwa amekuletea ujumbe wa kiroho, na ni mdudu ambaye amekuletea habari njema kwenye makazi yako, kwani ni mdudu ambaye anaashiria mwanzo mpya ambao utakuwa mzuri kuliko maisha yako ya zamani. Kama unapitia magumu, ina maana mdudu huyu anakupa ujumbe wa mabadiliko ambayo yanakuja katika maisha yako. Hivyo ni wakati ambao unatakiwa kumuomba Mwenyezi Mungu akayalete mabadiliko ya kweli katika maisha yako. Namba 7, buibui mdogo katika makazi yako. Buibui ni miongoni mwa viumbe ambao hupenda kuishi katika makazi machafu au makazi ambayo hayajakaliwa na wanadamu kwa muda mrefu, kwani ni maeneo ambayo wanapenda kuweka makazi yao. Lakini kuna nyakati ambazo nyumba yako inaweza ikawa safi, inayokaliwa na watu, lakini ghafla ukamuona buibui mdogo akipita ndani ya nyumba yako. Utakapomuona buibui mdogo katika nyumba yako, usimuue kwa sababu anakupa ujumbe wa mafanikio ambayo yanakuja taratibu katika maisha yako. Ni wakati ambao unatakiwa kumuomba Mwenyezi Mungu ili akakufungulie njia za mafanikio kwenye maisha yako. Namba 8, chungu anapoonekana kwenye makazi yako.
Chungu ni miongoni mwa wadudu ambao huogopwa na wanadamu, kwani ni wadudu ambao wanaweza kumng'ata mwanadamu na kumsababishia maumivu. Lakini chungu anapoonekana katika makazi yako, anakuwa amekuletea ujumbe wa kiroho. Ujumbe wa kiroho ambao chungu anakuwa amekuletea ni kuwa huashiria mpangilio, kazi na mafanikio ya muda mrefu kwenye makazi yako. Ina maana inawezekana wakati huo kuna kitu ambacho unakifanya huku ukitegemea kitakuletea mafanikio. Chungu atakapoonekana kwenye nyumba yako, ni vema ukafikiria mpangilio ambao unao katika kazi yako ni sahihi. Lakini pia anakupa ujumbe kuwa unatakiwa kujituma katika kazi ambayo unaifanya, kwa sababu kazi ambayo unaifanya inahitaji uifanye kwa muda mrefu ndipo itakapokuletea mafanikio, hivyo hautakiwi kukata tamaa. Namba 9, Lady Bid. Lady Bid ni wadudu ambao huwa wanakuwa na magamba mekundu, alafu juu ya magamba yao wana vijidoadoa vyeusi. Hawa ni wadudu ambao wanapoonekana kwenye makazi yako wana bahati nzuri ya pesa pamoja na ulinzi wa kifedha. Hivyo kama wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wanajituma katika kazi, alafu mdudu huyu akaonekana kwenye makazi yako, ni ishara ya kuwa utakwenda kutengeneza pesa nyingi, lakini pesa zako zitakuwa na ulinzi tofauti na watu wengine. Namba 10, Panzi wa usiku. Panzi wa usiku anapoonekana kwenye makazi yako huashiria utulivu na bahati za kifedha ambazo zitakwenda kutokea katika maisha yako, hivyo usimuue wala kumdhuru. Nina mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako kwa leo ninaomba nishie hapa, na tukutane tena katika video ijayo. Nikutakie wakati mwema. Asante, bye.